wapenzi, ndugu zangu, katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo. Ni mimi yule mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Siku ya leo kuna jambo nataka tuzungumze, au kuna jambo nataka niwape elimu. Watu wengi wamekuwa hawajui vitu vingi vilivyokuwa vya siri. Ninapozungumzia vitu vinavyoonekana na vitu visivyoonekana, tambua kuna nafsi hazionekani, kuna malaika hawaonekani, kuna majini hawaonekani. Lakini mbali ya hivyo vitu vyote, kuna viumbe ambavyo pia huwezi kuviona kwa macho. Lakini leo mimi Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukupa elimu. Watu wengi wanaamini makaburini ni sehemu mbaya, na watu wengi wanaamini makaburini ni sehemu ambayo watu hawapafai kwenda na watu hawapaswi kwenda. Na utambue watu waliyelala makaburini, utambue watu wale waliishi, walikuwa na wazifa kubwa, walishika vyeo vingi na walikuwa maarufu. Wengine walikuwa ni wasanii ambao walitumikia taifa hili, wakakubalika nchi mbalimbali, na walikuwa na mali nyingi sana. Lakini tambua sehemu ambayo iko na mafanikio, sehemu ambayo imelala utajiri mkubwa, tambua ni sehemu ya makaburi. Kwa hiyo leo Dr. Mama Kavumo nataka niwape elimu, ni utajiri gani unapatikana makaburini, na ule utajiri wa makaburini ni utajiri wa namna gani, ni vitu gani ni vyeo. Kuna vyeo vingi viko makaburini, na namna gani unaweza kuviomba au kuvitumia vile vyeo vilivyolala makaburini. Siku ya leo mimi Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukuelimisha, niko hapa kwa ajili ya kukusaidia na kukufungua ufahamu. Watu wengi wameaminishwa makaburini ni sehemu hatari, makaburini ni sehemu watu wasiofaa, pasipofaa kwenda watu wengi wanapokwenda kuzika makaburini, ndugu zao, marafiki zao, wapendwa wao wanakuwa hawawezi kurudi tena, kwa sababu wanaamini waliyelala wamelala, hawapo tena. Lakini tambua wale waliyelala nafsi zao zipo, mwili pekee ndio umelala makaburini. Kwa hiyo sasa kuna utajiri mkubwa sana katika makaburi. Lakini pia kwa wale ambao ni wasanii, kuna kipaji kikubwa sana ambacho kimelala makaburini. Lakini wale maraisi, kuna nguvu ya mafanikio kutoka ulimwengu wa makaburi, kwa sababu uliyelala ni mwili na siye nafsi. Kwa hiyo unapokwenda makaburini, nataka nikupe faida au nikupe elimu. Wewe tazama, unapokwenda katika kaburi la rais, mathalan wewe ni mwanasiasa, lakini unahitaji nguvu ya kaburi, unahitaji cheo, unahitaji maarifa, unahitaji nguvu na utawala ambaye alikuwa anaitumia yule rais ambaye yuko chini, ameweza kulala. Lakini tambua kilicholala ni mwili, lakini nafsi ipo inaishi. Lakini sasa unapokwenda kwenye kaburi kisha ukaenda kusema wewe, mfano narudi tena, unapokwenda kwa kaburi, mfano kaburi la Kanumba, kuna msanii katika nchi hii tulipewa nguvu na nuru kubwa. Msanii huyo anaitwa Kanumba. Sasa Kanumba ni msanii ambaye aliteka dunia, aliteka nchi, alipendwa na watu wadogo, wakubwa, wazee pamoja na vijana. Sasa wewe uendi kwenda katika kaburi lake kupeleka zawadi. Unapeleka zawadi ya namna gani? Ili uweze kuongea na nafsi yake, ili aweze kile alichokuwa nakifanya wewe basi kirudi katika ulimwengu huu tena kikue zaidi. Natambua kuna wasanii wengi waliweza kufanya kama alivyokuwa anafanya yeye. Yaani ulivaa uhusika wake, ulivaa kama alivyokuwa anavaa yeye, ulicheza alivyokuwa anacheza yeye. Lakini kwa nini hukuweza kuwa yeye? Kwa sababu hukwenda kuomba kile alichokuwa anakifanya yeye, kisha atoe ridhaa kirudi kwako wewe, kwa sababu ulitumia ile nguvu pasipo kumshirikisha yeye. Kwa hiyo leo nakupa faida au nakupa elimu namna gani unaweza kutumia nguvu kutoka kwenye makaburi au kutoka mtu aliyezikwa, iwe ni rais, iwe ni mbunge, iwe ni chifu,
Wewe unataka kuwa kama chifu aliyopita, unataka kutumia nguvu aliyokuwa anaitumia, unataka kuwa msanii kama aliyepita, unataka kutumia cheo alichokuwa anakitumia. Unachotakiwa kufanya ni nini? Unatakiwa kufunga safari kwenda mpaka katika kaburi lake. Lakini unapokwenda katika kaburi lake, tambua nafsi, unapokwenda unakwenda kuzungumza na nafsi yake. Nafsi yake ndiyo yeye. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unatakiwa unapokwenda makaburini, kwanza uende bila viatu. Hata kama ulikwenda umevaa viatu, unatakiwa uvue viatu vyako, utembee peku. Lakini pia unapokwenda pale, unatakiwa uwe mtiifu na mnyenyekevu, kwa sababu umekwenda katika nyumba yake au umekwenda katika mahali yake, na umekwenda kuwa mnyenyekevu kwake, kwa sababu unakwenda kuchukua kile cha kwake yeye. Sasa ili ajue umekwenda kizati na wewe utatendea haki kile alichokuwa anakitenda yeye, unatakiwa kwenda pale. Lakini unapokwenda ubebe zawadi, beba mshumaa wako mwekundu au beba mshumaa wako mweupe, kisha nenda pale, washa, kisha zungumza naye. Unapokwenda sio uende mara moja, penda kumtembelea kila siku ya Jumanne, kila siku ya Jumanne au Jumatano. Nenda japo kwa mwezi mara 2 au mara 3, inategemea na mahali. Ukishindwa basi nenda hata kwa mwaka mara 2. Unapokwenda kuzungumza naye na kuhakikishia, mwishoni atakusikiliza, atakuijia kwa nguvu ya ndoto. Ndio maana nazungumza, ndoto ni taarifa. Yule unayemfuata mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, unakwenda kumtembelea, lakini lengo unahitaji cheo, unahitaji mafanikio, unahitaji kuchukua ile nguvu ambayo yeye alikuwa anaitumia, kwamba ile nguvu irudi kwako wewe. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, moja kwa moja unapokwenda pale, unamuita, unazungumza naye kwamba nahitaji kuwa mtu mkubwa, nahitaji niendeleze pale ulipoishia, lakini pia nahitaji niwe maarufu kupitia wewe, na jina lako likuwe zaidi, na mimi niwe mtu mkubwa zaidi, niendeleze pale ulipoachia. Basi moja kwa moja kama utafanya hivyo, na kuna namna ambavyo kuna maneno unatakiwa kuzungumza naye kwa hekima, wazee wa zamani wanajua, basi moja kwa moja utajikuta umefanikiwa sana. Na ndio maana tunazungumza utajiri mkubwa, vipaji vikubwa, marais wakubwa wamelala wapi? Chini ya kwenye makaburi. Kwa hiyo kule kwenye makaburi ndiyo kuna nguvu, mamlaka na utawala, kile ambacho unakwenda ukitafuta. Kwa hata kama unahitaji kumiliki mali, kuna mali katika makaburi. Kuna siri kubwa baina ya makaburi na wewe na sisi binadamu wa kawaida, au wewe binadamu wa kawaida ambaye unahitaji kupata mamlaka, uongozi, utawala, umaarufu, unahitaji kupandishwa cheo, unahitaji kuwa mwenye nguvu na mamlaka. Basi nenda katika makaburi ya wale watu wakubwa maarufu katika sehemu mbalimbali, basi tambua utafanikiwa. Kwa hiyo kuna utajiri mkubwa, kuna nguvu kubwa katika ulimwengu wa makaburi, kwa sababu waliolala pia wana nguvu na uwezo mkubwa sana. Karibuni katika channel yetu ya Dr. Mama Kavumo. Jamani, karibuni, usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment, ili uendelee kupata elimu ya vipindi vingi zaidi. Karibuni, asanteni sana.